Hii inawahusu wale ambao wameugua muda mrefu au wanaishi na magonjwa sugu. Hii itakusaidia sana, so nifuatilie mpaka mwisho uweze kujifunza. Kama unaishi na ugonjwa wowote, aidha ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa pressure, ugonjwa wa mishipa yani neurological disorder, ugonjwa wa changamoto ya afya ya akili ambayo inasababisha mwili wako unakuwa ukai sawa na akili yako haiwezi kufocus, anything, ugonjwa wowote ule unaoishi nao, nataka nikushauri. Katika vitu ambavyo naturopathic doctor wanaviangalia sana, si ule ugonjwa specific, huwa tunauangalia mwili wako. Ngoja nirudie tena. Naturopathic doctor huwa hafocus kwenye ugonjwa, anafocus kwenye mwili wako. Utaniuliza, kwani ugonjwa si uko kwenye mwili wangu? Yes, ugonjwa uko kwenye mwili wako na mwili wako ndio umeuruhusu ule ugonjwa kuwepo. So ili kuondoa ule ugonjwa ni kuondoa vile ambavyo vimeruhusu ule ugonjwa kukaa kwenye mwili wako. Inawezekana havitaondoka kwa siku 2 au kwa siku 3. Inawezekana unahitaji consistency ya muda mrefu, lakini consciously umeyafanya maamuzi kwamba ninataka kuishi maisha ambayo mwili wangu utakataa huu ugonjwa. Ngoja nikupe hadithi kwanza kabla sijaendelea. Mume wangu mwaka 2016 alionekana ana ugonjwa unaitwa myasthenia gravis. Huu ni ugonjwa ambao hauna tiba, unafanywa management. Ni ugonjwa ambao unakufanya unakuwa mdhaifu, misuli inakosa nguvu, saa zingine hata kumeza chakula haiwezekani. Alifika stage anapungua 2 kilo, yani mtu ambapo alikuwa na kilo 91 akapungua mpaka kilo 40. Na kila hospitali unaenda wanasema huu ugonjwa haueleweki, hauna dawa. Kwa hiyo labda sijui waondoe nini, yani vilikuwa vitu ni vingi. Basi tukabadilisha approach. Pamoja na kumanage ule ugonjwa, tukaacha kufocus kwenye ule ugonjwa, tukafocus kwenye mwili wake, kurepair yale madhaifu ambayo anayo, ambayo yanaweza kuwa ndio sababu ya ule ugonjwa. Kitu cha kwanza tulichofanya, tulianza kukielewa chakula. Kwa hiyo kila siku anapokula, anakula kuelekea uponyaji. Kitu cha pili tulichofanya, tulianza kuelewa pattern. Kulala kwake kuna kuaje, ni masaa gani yapate usingizi, ni symptoms gani anazo. Kuangalia ni aina gani ya vyakula na mabadiliko gani ya mfumo wa maisha ambayo yataweza kusaidia mwili wake uanze kuwa laini. Uzuri kwa sababu yeye ni mtaalamu, vitu vingi alikuwa anafanya peke yake bila kusukumwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku alikuwa na digest dawa zake, anajua ni saa ngapi lazima ninywe dawa, ni saa ngapi lazima nisinywe dawa, mwili wangu unasemaje. Ugonjwa ambao hauna tiba na hauna dawa unatakiwa ukae kwenye dawa miaka yote. Mpaka mwaka jana mwezi wa 10 ameweza kuishi bila dawa mpaka leo. Leo ni mwezi wa ngapi? Hajapata weakness, hajashindwa kufanya kazi, hajapata brain fog, hajapata udhaifu wowote. Sasa sikwambii uache dawa, nachojaribu kuambia uelewe mwili wako kwanza. Tuwe na tabia ya kujifanyia kazi sisi wenyewe. Tuwe na tabia ya kuelewa mwili wangu unasemaje. Kama huwezi kujielewa, kaa na wataalamu. Unajua uzuri wa naturopathic doctor, wanakusaidia kuelewa mwili wako kwanza. Kwa hiyo unapofika kwa mtaalamu wa afya, sio naturopathic, usiwe na ile resistance kwamba daktari wangu amesema ninywe dawa. Yes, tunaelewa, ndio maana tunafanya integrative medicine. Kazi ya naturopathic doctor ni kukusaidia kujua jinsi ya kuupa mwili wako uwezo wa kupambana na magonjwa. Naomba nirudie tena. Kazi ya naturopathic doctor ni kukusaidia kujua jinsi ya kuupa mwili wako uwezo wa kupambana na magonjwa. Maana yake hatupambani na ugonjwa, tuna activate uwezo wa mwili wako kuweza kupambana na magonjwa. Kuna magonjwa ambayo unaweza kuona kabisa haya hayana dawa wala hayana tiba. Maana yake nini? Ondoa focus kwenye ugonjwa, weka focus kwenye mwili wako ambao umeupokea ugonjwa. Kumbuka mabadiliko yako yanatokana na mazingira, umri, level ya vitu ambavyo unakutana navyo kila siku vinaamua sana vile mwili wako unaweza kuwepo. Ukisema mimi stress ndio imenisababishia pressure, mwili wako unaweza kustretch, kuna mapungufu nayo, ndio maana stress imekuzidi ikaruhusu pressure. Lazima ifike mahali uwe na ule uwezo wa kuignore mambo, ni pati ya miili yetu. Lazima ifike mahali uwe na ule uwezo wa kufanya maamuzi kwamba hiki tusitaki, ni sehemu ya afya. Kusema hapana ni sehemu ya afya. Lazima ufike mahali ujifurahishe wewe mwenyewe, ni sehemu. So, mwili wako
unatakiwa uwe katika hiyo capacity ya kuweza kuruhusu furaha, ya kuweza kuruhusu kuhandle hasira, ya kuweza kuruhusu kufanya maamuzi badala ya kuweka vinyongo. Kusamehe ni sehemu ya miili yetu. So kwanza elewa vile mwili wako upo, mapungufu gani uko nayo, na ni kwa nini una behave au unafanya vile unavyofanya. Magonjwa mengi tulionayo yanasababishwa na upungufu mkubwa wa virutubisho au matumizi makubwa ya vyakula ambavyo havijazingatia ubora na usalama ambao unaweza kupatia miili yetu nafasi ya kujiripea, kujijenga na kujiweka sawa. Lakini magonjwa mengine ni mfumo wetu wa maisha ambao umeacha kuzingatia kanuni za nature. Dunia hii inaendeshwa na kanuni. Unavyoona hii dunia ilivyo, kanuni ndio inaiendesha. Kama hauzifuati kanuni, utapata hasara. Lazima utapata matokeo ambayo sio mazuri. So, jifunze kujua kanuni. Ikifika saa ya kulala, unaenda kulala kwa sababu giza linaingia. Wewe kama umekaa usiku kucha ulali, giza haliwezi kuacha kuingia kwa sababu yako. Maana yake giza likiingia, homoni ya melatonin inaachiliwa, unatakiwa uitumie. Ikifika saa ya kufanya mazoezi, fanya mazoezi. Mwili wako ni misuli. Usipoitumia misuli itatengeneza inflammation, utaanza kuumwa. Kwa hiyo kama ni mtu kukaa chini sana, utatengeneza magonjwa mengi kwa sababu misuli itaanza kutengeneza inflammation. Ni kama kuwa na ugumu, ambapo misuli haiwi flexible. So fanya activity, fanya mazoezi, baadhi ya vitu vitaondoka. Kama wewe ni mtu ambaye haunywi maji ya kutosha kulingana na mazingira yako na muda wako, mmoja akaniambia, maji, mambo ya electrolytes na nini. Electrolytes ni minerals. Maana yake ukinywa maji ya kutosha, mwili wako utakuwa satisfied. Na kama maji unayokunywa hayakupi madini ya kutosha, jifunze kuongeza madini sahihi. Maana tuna maisha ya kisasa ambayo vitu vingi havijitoshelezi. Kinachoruhusu mwili wako kupokea maji ni mineral, ni madini. Ndio maana maji yanaitwa mineral water. Hii inamaanisha kama maji unayokunywa hayana madini ya kutosha, inabidi upate nyongeza ya madini kutoka kwenye vyanzo vingine. Nawaambiaga watu, ulishaenda kwenye sehemu zenye chemchem, huwa kuna mawe. Ukinywa maji ya chemchem yanakupatia madini ya kutosha kabisa. Unajua, ndio maana kuishi kijijini wakati mwingine kwenye mazingira ambayo yana maji ambayo vyanzo vyake ni miamba, ni mawe, ni hizo chemchem, yanakupa madini ambayo unahitaji sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama unahisi maji unayokunywa hayakupatii madini ya kutosha, kumbuka maji yanaweza kuwa na madini ambayo pia hayahitajiki sana kwenye mwili wako. So pata uelewa wa kutosha. Unajua too much fluoride kwenye maji inaweza kusababisha pia mifupa kupata shida badala ya kupata afya. So ni swala la uelewa, ni swala la kujifunza, ni swala la kujiongeza, ni swala la kuongea na wataalamu ambao watakusaidia kudili na mwili wako kitofauti. Nikisema hivi, wewe una kisukari, focus yako yote iko kwenye kisukari. So wakati una focus na kisukari, usisahau kuactivate uwezo wa mwili wako kujitibu. So rudi pia kwenye mwili wako, repair, kula vitu ambavyo vitafanya mwili wako uweze kujijenga. Ishi maisha ambayo yataupa nafasi mwili wako kujirepea. Fanya vitu ambavyo vitaufanya mwili wako uwe active na uanze kujielewa na kujirejesha. Ndio maana wanasema sukari haitibiki, lakini inaweza kuwa reverse. Maana yake unaweza kuireverse, lakini hauwezi kuitibu. Do you understand? Unaweza kureverse sukari ila huwezi kutibu sukari. Maana yake focus ulionao wewe ni ya kutibu sukari ambayo haitaweza kuwa achieve. Lakini badilisha mtazamo. Anza kufanya reverse. Kula chakula bora, kula chakula kwa kiasi. Zingatia chakula unachokula kinakupatia nini. Sio necessary upangiwe, haya kula saladi, haya kula sio nini. Hapana. Wakati mwingine unaweza kuwa unahitaji saladi. Jifunze kusikiliza mwili wako. Mwili wako unataka nini? Mwili wako unasemaje? Mwili wako unakwambia nini? Kama huelewi, hii ndio maana tunafanya diet consultation. Jifunze, especially ukiwa na haya magonjwa ya mfumo wa maisha, chakula ndio kitakusaidia. Mabadiliko ya mfumo wa maisha ndio yatakusaidia. Nilitoa story ya mume wangu. Mume wangu amepona. Anaendelea vizuri. Anaishi kabisa free, anakula kila kitu, anakunywa kila kitu, anafanya shughuli zake, akili yake iko clear. Alikuwa anakuwa na kitu kinaitwa brain fog. Sauti haitoki, hawezi kuongea,
Kuna watu wanaojua walisema huyu havuki huyu. Huyu haendi. Lakini Mungu ni waajabu, akatupa maarifa, akatusaidia, yuko mzima. So inawezekana. Badilisha approach. Wakati unaendelea na matibabu, anza kuripea mwili wako. Kwa sababu dawa za sukari ni management. Dawa za pressure ni management. Dawa za cholesterol ni management. So wakati una manage sukari, pressure na vitu vingine vyote, hata saratani, anza kuactivate the body ability to heal. Anza kuactivate uwezo wa mwili wako kujitibu. Naamini umenielewa. Mungu akubariki sana, uwe na afya njema.